The number 5 in the Bible inamaanisha grace. And then today I'm going to speak about grace. Sema amen. Ambia jirani yako grace. Grace. Kama kuna kitu mwanadamu anahitaji na kama kuna kitu mwanadamu anataka, ni kitu kinaitwa grace. Sema amen. The grace of God. Neema ya Bwana. Unajua wakati mwingine watu tunaomba, tunaenda mbele za Bwana, tunamlilia Mungu. Unamwambia Bwana nahitaji pesa. Unamwambia Bwana nahitaji mali, nahitaji kuoa, kuolewa, nahitaji vitu mingi sana. Ukiangalia katika system ya hii kingdom, maana mbinguni hakuna banki, mbinguni hakuna Equity yenye ita withdraw pesa ikuletee. Mbinguni hakuna kitu kingine nini? Hakuna mambo ya chama eti mtamcontribute, hakuna sako mbinguni ya pesa ya mambo mengine, sawa sawa. Hakuna mbinguni eti kuna mahali kuna wanaume ukihitaji mbinguni huko Mungu atakudropia maneno unataka uolewe ama mwanamke unataka upate. Hakuna mbinguni vitu kama hizo. Hizo vitu zote zinahitaji ziko duniani. Yes. Lakini wakati unaomba Mungu, wakati unaitisha kitu kwa Mungu, Mungu wakati unamuitisha pesa hakupatiagi pesa. Wakati unamuitisha Bwana hakupatiagi Bwana kutoka mbinguni ama bibi kutoka mbinguni ama kupatia manyumba, magari, vitu kutoka mbinguni, maana mbingu hivyo vitu hakuna, zote ziko duniani. Lakini wakati unahitaji hizo vitu unamuitisha Mungu, Mungu anakupatiaga vitu vitatu. Kitu cha kwanza Mungu anakupatiaga ni kitu kinaitwa favor. Kitu cha pili anakupatiaga ni kitu kinaitwa mercy. Kitu cha tatu anakupatia ni kitu kinaitwa grace. Hizi vitu tatu ndio Mungu ana release katika dunia. Sababu ukikuwa na hizo vitu wanaume watakuja. Ukikuwa na hizo vitu wanawake watakuja. Ukikuwa na hizo vitu pesa zitakuja. So kila tunahitaji si pesa zianguke kutoka mbinguni. Ila tunahitaji favor, tunahitaji mercy na tunahitaji the grace of God. Shout amen. Neema ni kitu mojawapo wa vitu ambacho Mungu anaachiliaga duniani. Sababu Mungu anajua kwamba ukiwa na neema uko na vitu zote. Sema amen. Choma utakuja kugundua ya kwamba wakati malaika anashuka kwa Mary, hakuna vitu mingi alimwambia. Baada ya kumsalimia tu salamu, baada neno la kufuata alimwambia aliyepewa neema na Bwana. Sababu gani? It was by grace Mary akaconceive Jesus and he gave birth to Jesus. Sema amen. So wakati Mungu anakuja anaachiliaga neema. Na niko naomba Mungu mwezi hii tunapoianza Bwana akushukishie neema. Neema yenye itakukutanisha na destiny helpers wako katika jina la Yesu. Chapia Yesu makofi na kubariki. Katika ulimwengu hii, kingdom hii ambayo tuko ndani ni grace tu ya God. Nataka tusome Hebrews chapter number 4 and verse number 16. Ndio hiyo. Hebrews chapter number 4 and verse number 16. Niseme vitu kadhaa hapo ambazo zinatendeka kwa ajili ya neema. The grace of God. Yes. Let us then fearlessly and confidently and boldly draw near to the throne of grace. Yes. The throne of God's unmerited favor to us sinners, that we receive mercy for our failures and find grace to help in good time for every need, appropriate help and well-timed help, coming just when we need it. Nataka rudili hiyo verse. Maana nasikia kuna utamu hapo, utamu kabisa. Hiyo verse anataka muisikie, muielewe tu, muielewe. Inaongea juu ya the throne of grace. Enzi ya neema. Sema amen. Hebu repeat that verse again. Let us then fearlessly and confidently and boldly draw near to the throne of grace, the throne of God's unmerited favor to us sinners, that we may receive mercy for our failures and find grace to help
help in good time for every need, appropriate help and well-timed help, coming just when we need it. Amen. Hallelujah. Grace of God. The grace of God. Ukiona katika Biblia, katika mwanzo mpaka mwisho wa Biblia, watu wenye Mungu alitendea miujiza, alitendea watu, alitendea kitu, ni sababu walipata neema. Neema ni kitu kikubwa sana, sana sana katika maisha ya mwanadamu. Sema amen. Kuna wakati nikasema ya kwamba kuna aina tatu ambazo watu wanatumika ndani ya neema. Kuna kutumika juu ya neema, na kuna kutumika chini ya neema, na kuna kutumika ndani ya neema. Sema amen. Tutatumika juu ya neema wakati tutakuwa mbinguni. Sababu gani? Mbinguni hakutakuwa neema tena. Ndio maana utakuja kugundua ya kwamba Biblia inasema ya kwamba Musa alikuja na sheria kwa mkono wake, lakini kwa mkono wa Yesu it was grace only. Sema amina sana. So mbinguni hakutakuwa neema. Hiyo neema iko hapa duniani, lakini tukifika mbinguni tutaishi juu ya neema. Hatutapata kitu kwa neema, sababu neema maana yake kupata kitu ambacho haukukuwa unastahili kupata. Hiyo ndiyo neema. So neema mbinguni tutaingia tutaweka chini ya neema. Yaani neema itakuwa chini yetu. Sasa tutakuwa tumeingia mbinguni, tumefika mbinguni, na kuna kuwa kutumika chini ya neema. Chini ya neema ni wakati mtu anaweza kasimama mbele, hata anahubiri, hata anaimba vizuri siku hiyo, lakini siku ya kufuata usikii kitu. Anaweza kasimama hata anataka kufanya dhambi, hata anatoka kuzini, hata anataka kufanya mabaya, lakini kisimama hapa ana preach vizuri. Sababu gani? Iko tu chini ya neema. Ni neema tu, sababu Mungu hatumiki sababu yake, lakini anaangalia wale watu walikuja wasiendi bila kupata kitu. Ndio maana Mungu anamtumia tu, lakini akitoka Mungu anamwacha. Na kuna wengine wanatumika ndani ya neema. Sema amen. Ndani ya neema ni mtu mwenye anytime, any day akisimama utabarikiwa. Akiongea utabarikiwa. Ndio tofauti utaona ya manabii wa kitambo na manabii wa sasa. Ama niseme hivi, ndio tofauti ya mtu mwenye iko na the gift of prophecy na mtu mwenye iko na the ministry of prophecy. Sema amen. Mwenye iko na gift of prophecy anaweza prophesy once in a while. Anakuja tu na prophesy na inaisha hivyo. Sababu it's a gift of prophecy. Roho anashuka juu yake, anaongea, anapeana message, then anaenda. Unaweza dada kwake anakuombea, akishamaliza kukuombea na kuambia sisikii kitu. Hakuna kitu Mungu aliniambia. Na hakuna prophecy yote anakupea. Sababu gani? Ni gift. Roho anashuka, anaongea, kimaliza haongei tena. Lakini kuna mwingine yuko ndani ya the ministry of prophecy. Hii ndio wakina Elisha walitumika ndani. Wakina Elijah walitumika ndani. Hata akuya analala, anaweza kashtuka, anakwambia Jehova anasema. Mnaelewa kile niko nasema? Sema amen. So hao wanatumika ndani ya the ministry of prophecy ni watu wanatumika ndani ya neema. Ndani ya neema ni watu wenye anytime wako na kitu ya kuambia nchi. Anytime wako na kitu ya kuambia kanisa. Anytime wako na message ambayo inatoka kwa Bwana. Sema amina sana. Hawa wanatumika ndani ya neema. Na niko naomba Mungu, KG Compassion Church, Bwana atusaidie, atupatie watu. Hapana kutumika chini ya neema, lakini utumike ndani ya neema. Sema amina sana. Hao ni watu hata shetani anaogopaga. Hachezaki na wao. Jomo nikiona Elisha wakati Naamani alienda huko Israeli kutafuta uponyaji, alikuwa tu kwa nyumba tu, akatuma Gehazi, nenda umwambie. Nenda tu umwambie aende mara 7 kwa maji atapona. Na Naamani hakuelewa, sababu alijua ya kwamba jamaa atatoka aanze kutikisa ika raba. Hata watu ndani ya ministry of prophecy hawakwani wanajitikisa. Hawakwani anajua kila naongea kama ni kweli. Atasimama akwambie Bwana anasema, na ni kweli anasema. Atasimama akwambie Jehova anaongea, na anaongea. Si mpaka ajitikise, si mpaka avae nguo za white, si mpaka ajivuruge chini. Hapana. Elisha akamwambia Gehazi, nenda umwambie mara 7. Atapona.
Na maana alifikia atakuja mwambie vitu gani, mwambie amoke mikono, vitu mingi, lakini hakuna kitu kama hicho. Akakuwa na mashaka, sema huyu mjamaa ni kama ni madharau hii, anataka kunionyesha. Sababu gani atoke hata kuniona? Mwenye anatumika ndani ya ministry of prophecy, si lazima umuone. Hajioneshaji kwa watu. Hazifanyiaji matangazo. Sababu anajua kile kiko ndani yake kitamfanyia matangazo. Sema amen. Sio kama leo tunaenda kwa vibao kote, prophet from Tanzania. Prophet from Nigeria. Come tomorrow I will prophesy for you. Hakuna kitu kama hicho ndani ya Biblia. Ya kusema kesho utakuja nitakutabiria. Hakuna kitu kama, ukisikia kitu kama hizo toroka na ukimbie. Sababu gani? Hatumpangiaji Mungu siku ataongea. Anaongeaga siku anataka na siku anapenda. Ukisikia watu wanasema this is a week of prophecy, I will prophesy over your life, your family and your job. How comes? Na utakutana wengine wako tu prophesy, man of God, prophesy. Wanaongeza, wanachochea. Na man of God amesiana na anafurika hivi. Anafura kwa sababu. Anakuwa anatembea anasema prophesy. Akiongea kitu asikia bwana prophesy metawana. Watu wanasikia hivyo. Unasikia kitu wenyewe. Bwana atusaidie sana. Lakini ukiangalia kisi wakina Elijah, wakina Elisha walitumika. Elisha anasimama tu. Biblia inasema in the book of James, he was a man like us. Lakini alisimama sema yeye mvua haitanyesha miaka 3.5 hainyeshi. Hapo anakuja na mtafuta, anasema akajamaa kalizimia mvua. Kako wapi? Kanafunga mvua kako wapi? Kako tu juu ya mlima Karmeli. Kanatulia tu kana relax. Unajua kwenye ya ministry of prophecy. Anakaa maisha yake ni kwa mlima. Maisha yake ni kwa mlima, hata hangaika huko nje. Anakaa tu asikie Bwana anaongea nini. Bwana na hapo akaenda kumtafuta kwa mlima. Lakini akamwambia mtumishi, enda uangalie, nasikia kuna dalili ya mvua. Akiwa tu kama relax. Maana najua nilisema mpaka miaka 3.5 iishe, ujipige habu, ulie habu, ufanye nini kabla sijaamuru mimi mvua haitanyesha tena. Hao ni watu watumika ndani ya neema. Sema amen. Siku moja Joshua huko ndani ya vita, anaona jua inataka kuenda na vita bado haijaisha. Akaambia jua simama wewe jua, maana tumalize vita. Hatutapigana wakati giza imeingia. Simama. Jua ikasimama. Wakapigana mpaka vita ikaisha, ndio jua ikatua. Wewe unachezaka wewe. Wakina mitume ambao Yesu aliacha, wakina Peter, wakina James, wakina John, walitumika katika mambo mengine tofauti kubwa sana. Kuombea watu, miujiza inatendeka, ishara na mambo makubwa yanafanyika. Eti Petro alikuwa akitembea tu hivi, kivuli chake kikutana mtu iko na mapepo, pepo zinamwacha. Si kama wa leo mpaka watumie uganga na vitu zingine. Hakuna kitu kama hicho. Tunahitaji watu wanaotumika ndani ya neema. Ndani ya neema. Lakini hauwezi kutumika ndani ya neema unashindaga kwenye mavumbi, unazunguka bila programu, mara uko Yugos, mara unateremka Nonkobile, mara uko Nairobi, tunakuona kabana zina mguu na mguu. Kabisa unaenda wapi? Unasema hata mimi sijui. Haiwezekani. Haiwezekani my friend. Mtu anatumika ndani ya neema anakuwa na some discipline. Anajua wakati wa kutembea na wakati wa kukaa. Mara nyingi time yake mingi sana anakuwa connected to the Holy Spirit. Asikie ni kitu gani Bwana ataongea. Mara nyingi ni mtu anaomba. Mara nyingi anakaa katika neno. Mara nyingi hata akikuwa kwa barabara iko connected na roho. Sababu anajua anytime God anaweza kaongea. Anatumika ndani ya the ministry of prophecy. Nataka hiyo neema iwashukie. Mpate hiyo neema. Hapana kutumika chini ya neema. Mtumike ndani ya neema. Bwana mwezi ajifunue kwenu. Mwezi waongeleshe. Mwezi wazungumzie. Pokea neema hiyo kwa jina la Yesu. Makofi na vigelegele kwa Bwana. Sema amina. Nataka niongee vitu 4 ambazo neema inatenda. Ama neema inafanya. Vitu 4 ambazo neema inafanya kwa haraka sana, na tunaamini Mungu atatusaidia. Vitu 4 ambazo neema inafanya. Number 1, God gives us a degree of grace as a gift. God gives us
A degree of grace as a gift. 1 Corinthians chapter number 1 and the verse number 4. 1 Corinthians chapter number 1 and the verse number 4. Very quickly, wale wanasoma na kusomea haraka. Nataka nimalize hii kitu leo. Amen. The grace of God. 1 Corinthians chapter number 1 and the verse number 4. 1 Corinthians chapter 1 verse number 4. I thank my God at all times for you because of the grace, the favor and the spiritual blessing of God which was bestowed on you in Christ Jesus. In Christ Jesus. Amen. Neema ni kama gift Mungu aliachiliaka. Ndio maana kipindi tuko ndani ni kipindi ambacho tunaishi kwa neema. Kuna huruma ziko ndani ya neema hiyo. Kuna demas ambazo ziko ndani ya hii neema tuko ndani saa hii. Is a gift ambayo Mungu aliachilia ya kusema ya kwamba kila mtu yuko na ruhusa ya kunikaribia, maana ni kipindi ya neema ya kukaribia kiti changu cha enzi na kuniongelesha na kunizungumzia. Ndugu mpendwa, hatuwezi tukacheza kipindi tuko ndani, sababu ni kipindi kikubwa, tena kipindi kizito mbele za Bwana. Sababu kama kuna kipindi kikubwa tuko ndani, si kipindi cha Old Testament, ni kipindi cha New Testament. Sababu gani? Old Testament ulikuwa hata ukifanya mabaya unakufa saa hiyo, ukitenda dhambi unakufa saa hiyo, lakini New Testament unaweza ukatenda dhambi bado unaishi. Hakuna kipindi kigumu kama kile tuko ndani. Hata kama ni cha grace, grace haikutolewa ili watu waishi katika dhambi, lakini grace ilitolewa ili watu wamkaribie Bwana sana. Amen. Sema amina sana. Ndio maana Mungu alitoa kama gift, kama gift kwa wanadamu, ili kila mwanadamu awe na ruhusa ya kumkaribia Mungu. Sababu gani? Ukiangalia tangu kitambo, wakati Adamu alifanya dhambi, wanadamu walikuwa walitengana na Mungu, walikuwa waliachana na Mungu, walikuwa walienda mbali na Mungu, lakini ilibidi neema ishuke. Sema amina. Neema ikakuja kama Yesu mwenyewe ndani ya Kristo Yesu. Neema ikajifunua kwetu, neema ikakuja kwetu, neema ikaishi na sisi, neema ikatembea na sisi. Walioipokea na kuikubali, hiyo neema iliingia ndani yao, hiyo neema ikawabadilisha, hiyo neema ikawageuza. It was a gift to us. Hakuna mtu aliyeifanya maombi akasema Baba tushushie siku moja neema, tushushie. Hakuna. Hata wazee wetu wa kitambo, hata wazazi wetu wa kitambo, hakuna mtu aliomba eti neema ishuke. Hakuna. Lakini it was a plan from heaven. Mungu mwenyewe alipanga, akasema hawa watoto sasa lazima niwashushie neema. Hakuna hukumu, lakini hukumu wataileta wenyewe. Lakini kwangu nawapatia kibali, neema juu yao. Mwenyewe ataipokea, atanikaribia. Na mimi Mungu niko tayari kumkaribia na kuongea na yeye. Amen. Sema amen. Pia neema hiyo, tuweliko hiyo number 1 as a gift, ilikuja kwa wale ambao bado hawajapokea Yesu, wale ambao hawajamwamini Yesu, wale ambao hawajamkubali kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Ndio maana nikwambia kwamba kuokoka pia ni neema. Kuokoka pia it's by grace. Ephesians chapter 2 and verse number 8 na verse number 9. Ephesians chapter number 2 verse 8 and verse number 9. Mtu akusoma awe haraka tafadhali. Ephesians chapter number 2 verse number 8 and verse number 9. It was by grace. Ephesians 2 8 and 9. For it is by free grace, God's unmerited favor, that you are saved, delivered from judgment and made partakers of Christ's salvation. Oh my God. Through your faith. And this salvation is not of yourselves, of your own doing. It came not through your own striving, but it is the gift of God. Oh my God. Not because of works, not the fulfillment of the Lord's demands, lest any man should boast. It is not the result of what anyone can possibly do, so no one can pride himself in it, or take glory to himself. Sema amen. It was by grace. To be saved is grace. Ni neema kuokoka. Nakwambia kweli, wamoja wetu hapa, haingekuwa neema ya Bwana. Nasema haingekuwa neema ya Bwana,
Wamoja hapa wenye wako hapa, sijui wamoja walikuwa kwa wapi. If it was by grace of God. Jiulize ni mimba ngapi mlikuwa umetoa. Jiulize ni wanawake ngapi mlikuwa uko nao, wako na watoto zako. Tuongee kweli. Uko na mafrendi zako, sahi frendi zako wako na mabibi kila mahali. Iko na mtoto Kitengela, mtoto wa Driva, mtoto Mlolongo, mtoto sio Kimau, amefika mpaka Kawa Weste, amefika Kasarani, amefika mpaka Umoja. Mahali kote iko na mtoto. Na ni frendi yako. Kwa nini wao ukiingia kwa hiyo line yao? Ni sababu kuna neema ilikuja. Unajua neema ikikuja inakutana watu wakiwa ndani ya kikundi, lakini inatoa moja katikati ya kikundi ya wengine, inamtenga na wengine. Sema amen. Hivyo tunaitaka neema. Unaona familia wako watu 10, lakini mmoja ndio ameokoka. It is grace. Sema amen. Unakutana watu wanachukua wako 20, lakini mmoja ameokoka. It is grace. Ni neema. Kuna wengine wanataka, mimi nilikuwa na my big brother, alikuwa anambia kila siku, nataka niokoke. Nataka hata ninamuombea, anapokea Yesu. Alikuwa shamwombea karibu mara 6, anapokea Yesu. Namuombea, anambia anataka mpokea tena, namuombea anampokea, anaanguka tena. Anao tena namuombea, anapokea Yesu, anaanguka tena. Anao tena namuombea, anapokea Yesu, anaanguka. Anajaribu kuokoka, lakini kuna kitu inamkokota. Sababu gani? Neema haijamshukia. Lakini neema ilipomshukia, sasa hivi tuko tunaongea, he is a man of God, he is a servant of God. Sababu gani? Neema ilimshukia, ikabadilisha maisha yake. Wale unajua na familia yako hawajaokoka, waombe tu neema. Ambia baba, nishushia neema. Shushia neema ule anti, iko kichwa ngumu, shushia neema. Shushia neema, anko ni mkorofi, shushia neema. Neema yako imuguse, neema ya wokovu imshukie. Sababu gani? Neema isipomshukia hawezi okoka. Hawezi okoka. Hata kuna wale wanakuja hata kwa kanisa lakini hawajaokoka. Anakuja kwa kanisa lakini iko naangalia watamaliza saa ngapi. Maana nasikia kiu. Wamefungua baa. Sasa hivi mpaka ni 7 PM. Wamezifungua, sio nasikia hivi. Pasa sumaliza, unaongea sana pasa maliza. Sababu gani? Anaingia kwa kanisa, anaingia tu juu ya kuingia, lakini kuna neema haijamshukia. Neema ikikushukia inakufanya tofauti na watu wengine. Inakufanya tofauti na watu wengine. Hata ndani ya familia yako unakuwa tofauti. Mimi nakumbuka ndani ya familia wakati niliokoka, naanza kumtumikia Mungu na kufanya kazi ya Bwana, neema hiyo kanishukia, ikanifanya tofauti, totally different with others. Hakuna meeting ilikuwa inaanza bila mimi siwepo. Kila mtu akiwa na shida ananipigia simu nimuombe. Kila mtu akiwa na nini issue ananipigia simu nimuombe. Kila mtu akikuwa na kila kitu anahitaji lazima aniulize kwanza, nimchukulie time nimuombe. Sababu gani? Waliona kama kuna utofauti, walijaribu mahali pengine walishindwa. Acha tujaribu na Mungu naye wa Alan anasemaje? Sema amina sana. Ni neema, ni neema. Sema amina sana. Nishakawaambia siku moja hapa, kuna mwimbaji mmoja wa Kongo aliwahi kuulizwa, alikuwa hapa siku moja Kenya hapa Nairobi. Wakawahi kumuuliza siku moja, miaka imeisha. Akamwambia mbona hiyo miaka muziki wa Kongo hii ya kidunia hii ilikuwa haijulikani tena, haiko vile gisi ilikuwa kwa miaka ingine imeisha huko nyuma. Akasema sababu gani? Ni sababu ukigundua ndani ya kila familia katika nchi ya Kongo, kila familia kuna mtu mmoja ameokoka. Na huyo mtu mmoja sababu ameokoka anaziwia kazi zetu kutokuendelea. Imagine hiyo mwimbaji amesema hivyo. Hiyo masekula music. Sababu hiyo mtu mmoja ndani ya familia ameokoka, anaziwia sisi kazi zetu kutokuendelea. Unajua mtu mmoja, sikia, mkikuwa na mtu mmoja anaokoka ndani ya familia, mshukuru Mungu. Kama ni wewe pekee unaokoka, wewe shukuru Mungu sababu wewe ndio unabeba familia yote kwa kichwa yako. Mimi nakumbuka kuna wakati Mungu aliyoniambia akisema nakupatia familia yenu, nimeweka kwa mikono yako, ni wewe utaibeba na kuiongoza. Sababu gani? Ni mimi pekee yangu nilikuwa nimeokoka ndani ya jamii, ndani ya familia. Sababu gani? Ukiokoka ndani ya familia, ujue ni neema imeingia. Na mimi ninakuwa na imani sana. Mtu mmoja tu akiokoka ndani ya familia, amekubalia hiyo neema, anaifungulia mlango, inaingia. Jua wengine watafuata. Jua wengine hata kama watakaa 2 years, 5 years, 10 years, 20 years, iko siku tu wataokoka na wao. Sababu gani? Neema ya wokovu, kuna mmoja amefungua mlango na ikaingia. Kama uko mama uko hapa, unajua umeokoka, lakini bado ukizea kijaokoka. Usikipose. Jiangalie sapa vizuri, breakfast vizuri, lunch vizuri,
Hapana maji ya baridi, kitengenezee maji moto, weka ndani kioge. Kikuje kimelewa sana, hata kitapike kwa bed, usiongei, funika tu hiyo nani, nenda ufue. Weka tena shuka ingine mpya mzuri. Ikiwezekana hata kimelewa sana, kibebe kwa bafu, kioshe. Kioshe. Unapokuwa ukikiosha, ita neema ya wokovu. Ita neema ya wokovu. Unapokuwa ukifua hiyo shuka, ambia Bwana, hii ndio iwe ya mwisho. Hata kuna pombe tena. Na juu yako umeingia, kuna neema imeingia. Siku moja usiyoijua, utaona kinamkomisha usiku. Unamuuliza ni nini? Kizee kinalia karibu na kitanda. Unamuuliza ni nini? Anasema ni nini? Anakwambia nimeota ndoto. Ndoto gani? Naona mtu ameshika. Ananibeba mpaka kwa moto, ananitupa, naanza ungua. Mimi nataka niombe. Hapo sasa utakuwa na ujasiri wa kusimama na kupiga magoti mzee. Unaamini Yesu na ndio. Hata umechelewa, sema weka mikono mbele, rudia maneno, sema Bwana Yesu, nakuamini, nakupokea, kwanza leo. Ni neema imeingia. Sema amina sana. Bwana asifiwe. Neema ikikushika inakushikaga. Niko pastor mmoja rafiki yangu, alikuwa anatushuhudia siku moja jinsi aliokoka. Ilikuwa ni kwa mkutano wa Bonke. Sasa mmoja yule mhubiri Bonke alikufa. Bonke alikuwa na ubiri kwa mkutano mkubwa. Yeye alikuwa mwizi wa hatari sana. Mwizi hata watu walimuona anaingia kwa crusade wakampisha. Sababu wanamjua na alikuwa na kikosi yake bodyguard. Anaingia tu kwa crusade, aenda angalia Bonke ni nani. Kumbe haji kama hiyo siku ndio siku yake ya neema. Sema amin. Akakaa huko nyuma na vijana wake. Watu wakampisha. Wanajua huyu kikaribia yeye basi maisha yako imeisha. Maana akiona msichana mzuri alikuwa anaenda na yeye. Akiona nini pesa huko na pesa anakuambia kiatu mzuri alipenda kama ile yako sama anakuambia vua tu. Na hata discuss anambia chukua hata umekawia nataka na shati. Unapatia yeye. Sasa unajua kama usipotoa utakutana na mabaya. Bonke akaanza kupreach. Akaongea juu ya upendo wa Yesu. Akaongea juu ya damu ya Yesu. Akaongea juu ya kazi ya Yesu kwa msalaba. Alipokuwa anaongea, jamaa kwenye iko kaanza lia. Mabodyguard wake wanaona boss anaanza kulia. Wanamwambia bosi ni nini? Unajua hata wao hujui unadilishwa na nini? Haujui kitu gani kinakulimisha. Mimi ni wewe kuongoza kijana mwingine. Tuko kwa maombi hivi tunaomba. Unaona tunalipuka. Bado unashindwa ni nini? Kuna ingine utamu ya mambo ya Mungu linakufanyaga ulie, haujui unalia kwa nini? Mnaelewa lakini? Sema amina sana. Na nataka nikwambie kweli mambo ya Mungu wakati utajua kuyaexplainia watu wengine hayatakuwa ya Mungu tena. Lakini ya Mungu hata wewe mwenyewe unashindwa kuyaelewa. Na utashindwa kuyaexplainia watu wengine sababu ni matamu, ni makubwa na ni mazito. Akaanza kulia, alituambia geti alijikuta iko mbele chini ya miguu ya Bonke akimuombea. Ajua alifika aje huko mbele, ajua ilikuwa nani. Wale mabodyguard wakaenda wanamtusi. Hiki kibosi chetu kijinga. Hiki bosi chetu kinani kinaenda tu wanakiombea na nini? Leo tuko tunaongea ni mhubiri wa kimataifa. Ni mhubiri mkubwa sana. Sababu gani? Ni neema. Neema inakukutana hata uko ndani ya choo, hata uko ndani ya bafu, hata uko kwa barabara, hata uko wapi, neema inakushika. Ndio maana haupashi kuwa una uoga uliokoka kushuhudia wengine habari za Yesu. Sababu hata kwa barabara neema inaweza kushukia mtu. Usiogope, unapiga magoti chini kwa barabara, weka mikono juu. Muombe yeye, hakuna aibu yoyote ile. Inashika mtu kwa kila njia. Amen. Nataka uelewe kwamba tumeokoka kwa neema. Neema ndiyo ilifanya tuokolewe. Sema amen. Kitu namba 2. Number 2, God gives grace to believers. God gives grace to believers and set free from sin. God gives grace to believers and set us free from sin. Oh my God. Philippians chapter number 2 and verse number 13. Philippians chapter number 2 and verse number 13. Wakati mtu anakuwa muamini, anakuwa mwokovu, anapokea Yesu,
na anaamini Yesu, unakuwa neema iko juu yake. Hiyo ni kitu yenye Mungu ashaga release. Ukiokoka tu kunakuwa neema iko, the grace inakuwa upon your life. Juu ya maisha yako, hata kama usipoitisha inakuwa tu hapo. Maana ni kitu Mungu aliachilia kwa kila atakayemwamini atatembea chini ya neema hiyo. Philippians chapter 2 verse number 13. Philippians 2 verse number 13. Not in your own strength, for it is God who is all the while effectually at work in you, energizing and creating in you the power and desire, both to will and to work for His good pleasure and satisfaction and delight. Oh my God. Say my amen. Tusome Titus. Chapter number 2, 11 and 12. Titus, chapter number 2, and the verse number 11 and the verse number 12. Titus 2, 11 and 12. For the grace of God, His unmerited favor and blessing has come forward. Sikia, hii verse ninaipendaga sana. Kuko siku tutaingia deep na iko na the mystery ile ya hatari sana. Hii verse, Titus chapter 2, 11 and 12. Hebu soma usikie. So, has come forward, appeared for the deliverance from sin and the eternal salvation for all mankind. It has trained us to reject and renounce all ungodliness, irreligion, and worldly passionate desires, to live discreet, temperate, and self-control, upright, devout, spiritually whole lives in the present one. Sikia nikwambie, unajua Mkristo anayekuwa na neema hiyo ya Bwana anaweza kuja mbele hivi ya dhambi na amejaribiwa, unasikia dhambi imemkokota, anafika kuna kosa tu kidogo tu sekunde chache aanguke ndani ya dhambi. Juu ya neema ya Bwana inamwokoa. Mwanisikia kitu nasema inamwokoa. Kuko pastor mmoja leo kutushuhudia akatwambia kwa kabisa nendeka kusalimia hii unasikia mama anapita eti uende kumwombea kwa nyumba, mtu anakuita uende kumwombea kwa nyumba, unaenda. Hauna nia, hauna chochote, hujui kile kinapangwa huko, unaenda. Alipofika kwa hiyo nyumba kukutana mama hapo peke yake, hakuna mtu kwa hiyo nyumba kubwa. Mama alikuwa kwa room, akakaa sitting room. Alipotoka kwa room akakuja amevaa tumbo tu kulala nato. Tunaitoka aje? Au mtoto wa baba huyo. Tunaonesha mwili yote nje, mwili yote inaonekana lakini amefunika tu hapo juu. Akakuja akakaa karibu na hiyo pastor. Akaanza kumgusa. Akamwambia pastor, you are handsome. Pastor, you are so nini? Vitu gani? Pastor akaanza kugusa kwa kifua, akaanza kugusa kwa mgongo. Yeye peke anatuambia kwa kanisa. Akasema nikaanza sikia ni kama kulewalewa kidogo, ama si kulewa, ni kama nasikia nini, kitu kama hicho. Ni kama akaanza enda na yeye. Akaanza enda. Mama akaanza kufungua button zake za shati. Akaanza fungua. Alipofika kwa button kama ya 3 ama ya 4, neema ikashuka. Akashtuka tu, akashtuka huyo mama. Akaambia what's wrong with you? Nini inaendelea na nini? Vitu gani pale, akatoka nje na akaenda. Kuna wakati kama kuna kitu chenye ama dhambi, saa zingine tunashindwa kuifanya, si sababu tuko uelevu sana. Si sababu tuko wa ujui, si sababu sisi Mungu ni anko yetu ama ni anti yetu. Hapana. Mnanisikia? Maana kuna watu washikashikia Mungu kama anko yao ama anti. Anasema mimi sasa yangu kwenye usinifu, mimi siwezi iba, mimi siwezi hawezi kutuambia kama huwezi iba na wakati hujapata opportunity ya kuiba na unashinda kuiba, tuone kama unawezi. Usituambie kama wewe unaanza shida usinifu, hata mwanamke akuja avai, mimi siwezi anguka. Ngoja akuje avai. Uko kwa rumu peke yako, mko wawili, hakuna mtu watatu, then utoke hapo bila kuzini, tutajua unajua kushinda. Lakini usijigonge kwa kifua wakati kitu hajakutendekea. Bwana atusaidie sana. Mnaelewa kile niko na maanisha? Usijigonge kwa kifua, useme nini? Kushinda dhambi, nawaambia kweli, ni grace ya God. Amen. Si wenyewe hatuwezi kushinda, hatuwezi. Nani miongoni mwetu kuna nguvu kushinda za shetani? Nguvu zako tu personally, nguvu zako. Kwacha roho wa Mungu zako huko. Mimi naweza kaa hivi na shetani hivi ataniona, atanijua mimi ni nani? Nani? Mtu mwenye alionja presence ya God. Mtu mwenye alikaa mbinguni. Kule kwenye tuko tunaenda yeye anapajua.
Mnasikia? Kuna mahali tunapigania kila siku, tunatetea tu yeye anapajua. Alishika sikia huyo utamu akauonja kila kitu. Namba 2, yeye alikutanaga na Mungu hapa duniani ambao ni Yesu. Wakati Yesu alikuja, hakuogopa kusheka kufanya nini, hata akamgusa, akamshika mkono. Ukisoma Luke chapter number 4, eti akambeba juu ya mlima, akamgusa, na Yesu kwa maombi ya 40 days. Hakuanguka na anointing ya Yesu. Hakuna mahali Biblia inatuambia eti shetani alianguka na anointing ya Jesus. Hakuna. Alimshika Yesu kwa 40 days. Akampandisha juu ya mlima. Akamwambia jitupe. Bwana alisema malaika watakuja watakuchukua. Yesu akamwambia toka mbali na mimi, usimjaribu Bwana Mungu wako. Shetani hatuwezi tukamshinda. Hii dunia hatuwezi tukaishinda. Kama kuna mazuri yako ndani ya hii dunia, Eric, wanawake wazuri wako. Mapesa, opportunity ya pesa iko. Ya nini wako? Viko vitu mingi huko nje vya kutufanya twende nje ya Mungu. Mimi nasema kweli sana. Ni ukweli. Mara unafuata job, mtu anaanza kupatia milioni 2, anakuambia nipangie vitu. Si ndio? Una calculate milioni 2, acha niende hata South Africa. Nitoroke nipite Tanzania, Zambia, niingie South. Milioni 2, taachia masi milioni 1, mmoja niende kunisaidia huko. Si ni rahisi? Hili kuna nawaambia kweli, kama kuko opportunity uko nje za kufanya dhambi. Mtu anakuja Sara anakuambia mimi niko na niko na pesa, so ukikubali tu na nikubalia mimi ile biashara nitaipanua. Nitakufanyia branch nyingine non-copide na nyingine branch yuko uko na biashara kubwa. Lakini kubali tu uspend the night. One night na mimi tu, kisha mambo itachange. Hizo opportunity ziko. Kwa nini mtu anakataaga hizo zote? Ni sababu kuna neema iko juu yako. Inakwambiaga usifanye dhambi tena. Usizini tena. Usiibi tena, maana hayo mambo yako na mwisho. Lakini uzima wa milele ni mali tutakala Baba milele na milele. Ni grace. Ni neema. Matingati uko ya beba yote ndia. Unasema unakuwa unapatanisha kazi ndio. Mimi kuko mtu alikuja kutushuhudia Adriba, alikuja kutuambia alianza biashara ya ile hardware. Hii hardware akafungua hardware ya kwake. Akaanza biashara hapo. Kumbe mtumishi wake wa kazi akafungua hardware nyingine yake. Kupitia hiyo kazi anakuwa naiba, akafungua hardware yake kando juu. Kisha watu wakikuja kununua vitu hapo, anasema kama hizo vitu haziko, lakini ziko kwa branch yao iko juu. Na hiyo si branch yao, ni yake. Boss alikuja kushtuka, customer wote wanatoka kule China kwa vitu tena, vitu zote zinakuwa huko juu. Na customer wanajua kama ni branch ya ile, kumbe si branch, ni mfanyakazi aliiba. Opportunity ziko mingi sana ya kufanya dhambi. Kwa nini sisi tunakataa kuzifanya? Kwa nini? Unafikiri hakuna opportunity huko nje tunaweza kupata kadao kama meeting hapo ni wote mnaanguka. Kisha hapa tuhame kwa mwezi mmoja tunahama, watu wanajaa hapo mpaka nje, tunaweka ma screen hapo nje na nini. Then tunanunua plot na kila kitu, kanisa inapanuka. Hiyo hakuna. Sasa kwa hiyo tunangangana watu 20, 30 unangangana mwaka mzima, unangangana tunasema niko na Yesu lakini afadhali hivyo nangangana. Ni sababu kuna neema iko juu yetu. Ninakwambia usijilinganishe na wengine. Don't compare yourself with others. Kuna neema iko ndani yetu inatuzuia. Ukitafanya dhambi na kukataza, si kwa sababu hatutaki, lakini ni kile tulikula, ni kile kiko ndani yetu. Hadi turuhusu. Na mahali tunaenda, hapa turuhusu kufanya dhambi. Hapa turuhusu. Sema amina. Ni neema ya Bwana, sema amen. Kama Mkristo, neema inasaidiaga vitu 3. Kitu cha kwanza, tunaje kwa ile point number 2. Kitu cha kwanza neema inatusaidia kama Mkristo. Number 1. God's grace help us to be a prayerful. Neema inatusaidia kuwa watu wenye maombi. Zechariah chapter 12 and verse number 10. Zechariah chapter 12 and verse number 10. Neema inatusaidia kuwa prayer warrior, kuwa prayerful man, prayerful woman. Neema hii. Zechariah 12 and verse number 10. Zechariah 12 verse number 10.
And I will pour out upon the house of David and upon the inhabitants of Jerusalem the spirit of grace, for unmerited favor and supplication. And they shall look earnestly upon me, whom they have pierced, and they shall mourn for him as one mourns for his only son, and shall be in bitterness for him as one who is in bitterness for his firstborn. Sema amen. Grace inatusaidia kwa watu wenye maombi. Amina. Sisi wote tunaokoka. Sisi wote tunaingia kwa kanisa. Ni nani mwenye anakuwa na uwezo kila siku kuamka usiku saa 9 au usiku saa 10 kuomba? Sio kila mtu. Sio Wakristo wote wanaanza saa 9 kuomba. Sio Wakristo wote wanaanza saa 10 kuomba. Ukiona mtu anatoka kwa kitanda ile saa 10 saa 11, ka usingizi ni katamu. Unaanza pata ndoto ukiwa mbinguni, ukiwa Amerika, ukiwa Europe, unatembea juu ya magorofa na nini. Saa hiyo tu ushtuke, eti utoke kwa bed, uende sitting room, uanze kuomba. It is grace. Amen. Ukiona mtu mwenye anaweza ka fast for 1 week, ana fast for 21 days, 40 days, jua ni grace. Jua ni grace. Sababu gani? Hata Paulo anasema roho inataka lakini mwili inakataa. Kuna wakati roho inatakaka kuomba lakini mwili haikukubali, inakataa. Sasa ingine unakutana mwili imechoka na hizi shughuli na hizi jamu za Mombasa Road na hizi shughuli, maisha watu wanakimbia, economy iko chini, umeshughulika kwa kazi, umeenda job kuanzia asubuhi, umerudi jioni, umechoka. Hata kuomba sasa zingine unasikia hata kula imekushinda. Kuomba ndio utaweza kweli? Ukiona mtu amechoka hivyo lakini bado anang'ang'ana kutafuta Yesu, jua ni neema. Neema inatusaidia kumkaribia Bwana. Neema hakuna mtu atajiweka kwa kifua aseme mimi kuomba ni hatari. Hakuna kitu kama hatari. Ni neema. Ni neema. Mimi napigaga 40 days bila kula bila kunywa. Jua ni neema. Ni neema. Bwana asifiwe sana. Ni neema. Uamini na ukubali na umwamini. Jua tu kama ni neema. Kuomba, kuja hata kanisani saa hii ni neema. Ni wangapi sasa hivi wanalala? Saa hii mpaka sasa hivi wanalala. Mpaka sasa hivi hawajaamka wanalala. Ni wangapi sasa hivi wako soko Kitengela sasa hivi wako 20 bobo, 30, 40 bobo, 100 bobo nini na nini, wanauza vitu. Lakini wao wamekubali kuja kanisani. It is grace. Na neema hiyo ukikubali ifanye kazi ndani yako, na kuambia kweli itakufanya tofauti na watu wengine. Utatumika kwa kiwango cha utofauti mkubwa. Sababu gani? Umeikubalia neema ifanye kazi kwa maisha yako. Number 2. Neema. God's grace help us to grow in relationship with Christ. The grace of God help us to grow in relationship with Christ. 2 Peter chapter 3 and verse number 18. Haraka tumalizie. Hallelujah. 2 Peter chapter 3 and verse number 18. 3 and 18. The grace of God help us to grow in relationship with Christ. 2 Peter 3:18. But grow in grace and discern favor, spiritual strength, and recognition and knowledge and understanding of our Lord and Savior Jesus Christ, the Messiah. To him be glory, honor, majesty, and splendor, both now and the day of eternity. Amen. Amen. Neema inatusaidia kugrow. Relationships yetu na Mungu ina grow, inaendelea, inakomaa, inakupatia some understanding, inakupatia grace nyingine. Hata ukisoma word na kunaelewa. Ndio maana wakati wote mtu anaomba, hata ukisoma Biblia, waambia Mungu nipatie neema ya kuelewa neno lako, neema ya revelation, neema ya understanding of your word. Ndio tulisoma. Grace inakujaga kwa mtu, inampatia kuelewa neno tofauti na watu wengine. Ndio maana tunaona kama kila mtu yuko na neema yake tofauti ya kutafsiri hata Biblia. Neema yangu ni tofauti na ya pastor mwingine, na ya pastor mwingine tofauti na ya pastor mwingine, na mtu mwingine tofauti na mtu mwingine. Sababu gani? The same book but grace ni tofauti. Bwana asifiwe sana. Kila mtu yuko na understanding ya Mungu kulingana na grace ambayo iko juu yake. Ndio maana ukitaka kuelewa mambo ya Mungu zaidi, omba neema. Neema inakusaidia na kusukuma kuwa na relationships na God yenye kuzama na yenye kudumu. Ukiona mtu anang'ang'ana na Mungu, atiaje yeye, atateseka, atamwacha,
hata maisha itamgonga, hata mwacha, hata shida hata mwacha. Jua kama huyo mtu yuko na neema tofauti juu ya maisha yake. Uhusiano wake na Mungu uko kwa kiwango kingine cha juu sana. Sababu yale shida moja tu yake wakikupatia, na kanisa utaonaga tena. Na hata tukikutana kwa barabara, unatoroka pande hii na mimi pande hii, hautakujaga tena kwa kanisa sababu ulipata shida tu moja. Lakini kuna mwingine kwa kanisa tuko na shida nyingi hata zile kuliko zako, lakini bado anang'ang'ana na huyu Mungu, bado anaombaga, bado anatafuta Bwana, anakujaga tu analia lakini kwa miguu ya Kristo. Sababu gani? Iko na neema inamsukuma katika ile uhusiano wake na God. Kitu ya tatu, neema inakusaidia to speak about Christ to others. The grace help you to speak about Christ to others. The book of Acts, chapter number 4 and the verse number 33. Acts chapter 4 and the verse number 33. Tungali kwa ile sehemu ya pili, ile mambo inafanya kwa believer. Grace. Zile mambo grace inafanya kwa yule anayeamini. Kitu ya tatu tunasema he helps a believer to speak about Christ to others. Acts, the book of Acts chapter number 4 and the verse number 33. Chapter 4 verse 33. And with great strength and ability and power, their apostles delivered their testimony to the resurrection of the Lord Jesus, and great grace, amen, loving kindness and favor and goodwill rested richly upon them all. Amen. Kushuhudia ni neema. Sema amen. Kumshuhudia uko Yesu uko nje ni neema ya Bwana. Nataka hii mwezi ambao tuko ndani ni mwezi ya neema. Nataka umshuhudie Yesu. Shuhudia Yesu katika hii mwezi ya neema number 5, neema ya Kristo, grace. Shuhudia Yesu kwa kazi, kwa job, ambia watu Yesu anakupenda. Ukipanda boda, ambia boda Yesu anakupenda. Ukipanda matatu, ambia mtu karibu yako Yesu anakupenda. Ukiwa mahali kote shule zikifungulia mwezi, ambia wanafunzi wenzako Yesu anakupenda. Mahali kote utakuwa kwa soko, mahali kote ukinua kwa mama mboga, mama nini, mwambie Yesu anakupenda. Ukienda kwa kutembelea mtu, mwambie Yesu anakupenda. Shuhudia Yesu, maana ni mwezi wa neema, na neema inatusaidia kushuhudia huyu Yesu zaidi. Hiyo ndiyo kazi ya tatu ya neema kwa kila muamini anayeamini Kristo. Sema amen. Shuhudia Yesu, lauda, sema habari za Yesu. Ongea Yesu, sikia, ongea, sema juu ya Yesu, na Bwana atakujalia mambo makubwa. Kitu ya tatu ambayo neema inatenda. Number 3, God's grace must be desired, pursued and accepted. God's grace must be desired, pursued and accepted. Sema amen. Sababu gani? The grace of God revealed by studying and obeying God's word. Ukitaka hiyo grace revealed kwako, be a student of the word. Obeying the God's word. 2 Timothy chapter number 3 and the verse number 15. 2 Timothy chapter 3 and the verse number 15. Second Timothy chapter 3 and the verse number 15. 2 Timothy 3 verse 15. And how from your childhood you have had a knowledge of and been acquainted with the sacred writings, which are able to instruct you and give you the understanding for salvation, which comes through faith in Christ Jesus, through the leaning of the entire human personality on God in Christ Jesus in absolute trust and confidence in his power, wisdom and goodness. Kile kitakacho kuonesha that this grace must be desired, pursued and accepted. Ni sababu gani? Tuko na watu wengi Kenya mzima hii. Ni milioni ngapi? Sasa imefika 50, si ndio? Nilisikia hata jana president anasema kitu kama 50 millions. Sawa sawa. Tuseme 50 millions Kenyans. Ukifanya wale watu wamefanya statistic ya watu ambao wanaokoka Kenya ni milioni ngapi? Amjoi fanya statistic hiyo analysis, unaangalie
kuna wale wanahusika na hiyo mambo, wanajua kama watu fulani katika wanaokoka hapa ni percent ngapi, ni milioni ngapi, sawa sawa. Lakini kile nataka kusema ni hiki. Je, ni watu wote Kenya wanaokoka? Ni watu wote Kenya walimwamini Yesu? Ni watu wote Kenya wanakuja kanisani? Hapana. Sababu gani? Kweli Kenya injili sinahubiriwaga kwa maredio, si tunasikiaga injili kwa ma TV inahubiriwa, kwa magazeti, mahali kote, hata kwa matatu. Saa hii kama Sunday ni nyimbo tu za gospel. Matatu kesho utasikia awa nyimbo zingine zenye zieleweke, lakini Sunday wanaikubali. Hata ni mtu anavutaga banki, dereva mwenyewe anakulaga mirapo akiendesha, na nikonda ndio huyo banki nini, lakini Sunday wanaweka gospel. Ni kusema ya kwamba nchi ya Kenya it's a Christian country. Lakini kama hata ni Christian country, watu wanasikiaga injili, wanasikia habari za Yesu. Je, ni wote walimwamini Yesu? Hapana. Kuna watu hawakubali hii neema. Ni kusema ya kwamba hii neema ni kuikubali, ni kuwa na desire yayo peke yako, ni kuiaccept peke yako. Kama kuna wale wanaiaccept na kuna wale wanaikataa. Sema amina sana. Hii neema ukiikubalia itaingia kwako, lakini ukiikatalia itaingia. Ukitaka hii neema unaitaka itakuja kwako, lakini kama uitaki basi. Neema hii inakubaliwaga kuingia mahali mtu mwenyewe ameikaribisha. Tuko na watu millions of people katika hii dunia. Nani anajua hesabu ya watu wako katika hii dunia? 7 billion. Sawa? Hiyo 7 billions of people katika hii dunia. Lakini ni wangapi wenye hawajaokoka? Ni wangapi wenye hawajakubalia Yesu? Si hata tusiende hata mbali, hata Israeli tu. Kwenye Yesu alizaliwa, alisulubiwa, alikufa, akafufuka. Mpaka saa hii wanakuambia eti bado tunamsubiri Mesia. Eti Mesia hajawahi kuja. Wengine ukienda kuwahubiria habari za Yesu, wanakuambia unaongea kitu hujui. Yesu ni anko yangu, alizikwa pale. Utaongea nini? Wanakuambia wengine wanakuambia Yesu ni kukaa. Yesu ni nini? Nyamaza kitu unaongea. Tumezaliwa pamoja na Yesu. Mimi ni mtu wa Bethlehem na Yesu ni wapo Nazareti. Yesu mimi ni wapo. Yesu ni neighbor. Yesu alikuwa neighbor, alikuwa anaishi hapo. So wewe niende muamini. Sawa sawa. Kuna watu wanapinga hivyo injili, wanakataa, bado wanasubiria Mesia. Sababu gani? Neema hawajaikubalia. Ningeipenda uikubalie neema. Neema itakusaidia kushinda. Neema itakusaidia kuendelea. Neema itafanya maisha yako yawe tofauti na maisha ya watu wengine. Neema ukiipatiana nafasi itaingia ndani yako na itabadilisha maisha yako. Kitu cha ile tukimalizia. Kitu cha ile, God's grace can be resisted and rejected. God's grace can be resisted and rejected. Hizi tulisema kama kuna wengine wanaweza kaikubali, kuna wale wanaweza kaikataa. Hebrews chapter 12 and verse number 15. Hebrews chapter 12 and verse number 15. And verse number 15. Exercise foresight and be on the watch to look after one another, to see that no one falls back from and fails to secure God's grace, His unmerited favor and spiritual blessing, in order that no root of resentment, rancor, bitterness, or hatred shoots forth and causes trouble and bitter torment, and the many become contaminated and defiled by it. This grace can be resisted and rejected. Inaweza ikakataliwa kabisa. Ni wangapi walikataa hiyo neema iliposhuka, ambao ni Yesu alikuja nao, na ni Yesu alikuja kama hiyo neema, lakini wakakataa kumpokea, wakakataa kumwamini, wakakataa kupokea hiyo neema. Ni wangapi tuko na wao? Neema hiyo wanaikataa, wanaitupilia mbali. Hiyo neema inaweza ikakataliwa, lakini kila mtu aliyeipokea hiyo neema, ndio maana tulisoma Hebrews chapter 4 verse number 16. Inasema neema hiyo inakusaidia kukaribia hiyo kiti ya enzi.
then neema hiyo inakusaidia kupata the mercy of God, na inakusaidia pia zaidi na kukusaidia wakati wa mahitaji na wakati wa shida. Neema hiyo inachomokaga, inakuwa help kwako, inakuwa msaada kwako. Kama kuna kitu lazima unilie usiku na mchana, ni kuambia God, I need your grace. Ukiamka asubuhi kabla hujatoka ndani ya nyumba, ambia God, I need your grace today. Acha grace yako iende behind me, beside me, front of me. Neema yako ni kazi. Mtu akikuwa na grace, unaingiaga mahali wengine walikataliwa, wewe unakubaliwa. Mtu akiwa na grace, unasikia watu wanakupenda bila sababu. Mtu akiwa na grace, unasikia watu wanakuheshimu na hata hauna pesa, hauna hata masomo. Mtu akiwa na grace, kuna mpaka tu kitu kiko juu yako, kivuli kinakufunika. Kinakupatia hata kibali mbele ya watu. Sababu gani? Kuna grace ya God iko juu ya maisha yako. Na mwezi ya 5 kwa mafuta Mungu aliyenipaka kama nabii wa nyumba hii, kama kuhani wa nyumba hii, Bwana anayeachilia neema, aachilie neema kwako. Neema itakayokufungulia milango, neema itakutanisha na baraka yako, neema itakutanisha na watu wa maana. Pokea neema hiyo ya Bwana. Shout amen. Mwezi hii ukitembea kuanzia kesho, watu wanarudi job kesho, tembea kama mtu anayetembea chini ya neema. Usiwe na uoga wa kitu, ukijua kama neema ya Bwana iko juu yako, na milango utaona inafunguka. Kuna watu milango yao itafunguka. Kuna mahali utasikia simu inakuita, haukuwa na expect. Ni neema, connection ya neema. Mtu anakutetea hata hujui kama yuko anakutetea. Mtu anakuongelea vizuri hata hujui kama yuko anakuongelea vizuri. Mtu anaongea na bosi mwingine juu yako hata wewe haupo. Hiyo inaitwa neema. Hiyo inaitwa neema. Bwana akukutanishe na neema hiyo. Bwana akukutanishe na neema hiyo. Pokea neema hiyo kwa jina la Yesu. Ukianza wiki ya kesho, tembea ndani ya hiyo neema. Tembea ndani ya hiyo neema. Tembea ndani ya hiyo neema. Unaingiaga ndani ya matatu, umekaa. Mtu aliye ndani ya neema ya Bwana, unasikia konda anasema wewe usilipi. Konda ambie usilipi konda. Konda. Hawa watu wanataka nduru jia 10 bob. Jia 5 bob. Kisha nakwambia brother, wewe usilipi. Wewe usilipi. Mimi shanitendekea hivyo. Sema unakaa tu hata kuongea ni kama ni pastor. Kaambia yeye akasema wewe usilipi, utatuombea. Utatuombea. Nikamwambia asante Bwana kubariki sana. Nikasema konda. Hii ni grace my friend. Hii ni grace. Hii ni grace. Mimi nishika simama mahali Shalom, hapo Shalom. Nakuja Kitengela. Nimesimama hivi nasubiri matatu. Nasimama hivi. Then nikaona mtu wa boda anakuja nasimama karibu yangu. Akaniambia unaenda Kitengela, nikamwambia yeye. Akasema kuja nikubebe. Nikamwambia my friend, mimi kuna pesa ya kulipa matatu, sina ya boda. Akasema ni wewe ndio umesimamisha ama mimi nimesimama? Wewe kuja nikubebe au utalipa? Nikapanda juu ya boda mpaka Kitengela. Nikasubiri niangalie kama basi ataniambia leta ile ungelipa ya matatu. Hakuna, nikaenda. Hiyo ni nini? Ni grace. Kuna tu vitu tudogo tunaona tu ni kawaida. Kumbe ni neema. Ni neema. Umekaa kwa nyumba umetulia. Hakuna chakula, ujui lunch utapata nini? Unaona tu mama anaingia anasema, "Halo, mko hapo?" Nilikuwa na kilo 2 ya nyama nikaona tugawane, chukua kilo 1 na mimi nibaki na 1. Neema! Sema amen. Ipo. Ama umetulia unaona tukasimu kanalia kwenda kuangalia Mpesa. Mtu alikutumia, unajiuliza nilifikiriaje? Hali nini? Ni neema ilimgusa. Inaifika kama alikuwa hatuwezi tukafika. Neema. Amen. Sema amen. Hiyo ni neema. Unapata kibali mbele ya bosi wako wa kazi. Anakupenda kuliko watu wote. Alikuwa anakupatia hata 5 million nenda uweke kwa account. Wewe 5 million unatembea nayo. Na unataya 100 ya matatu. Hauna 100 ya matatu. Lakini unaenda kuweka 5 million kwa banki. Unaweza kutoa hata 10k ya mangapi, lakini unasema hapana. Grace anakuamini, unaenda unaweka. Kisa labda kuamini, siku isiyojua utakuwa CEO wa hiyo kampuni. Wewe bakia tu mwaminifu, usijaribie na 5 million. Kama ukiona bosi, sikia nikwambie secret. Ukiona bosi wako anakupatia 1 million,
2 million, 5 million, twende weke kwa banki, anakuamini katika hiyo pesa yote hivyo. Jua ya kwamba ile pesa yenye utaanza itakuwa, yani ile pesa wewe utaanza kuweka yako itakuwa kiwango cha zaidi ya hizo za unashika za bosi wako. Ndio test Mungu anatuweka ndani. Ukikuwa mwaminifu kwa kitu ya wengine, Mungu atakufanya kwako sasa uwe mwaminifu double. Kama unaweza ukachunga 5 milioni za watu wengine, je, zikikuwa zako? Zingekuwa zako. Kama unaweza kuwa mwaminifu kwa hizo za wengine zako, Mungu anakutesti tu. 1 milioni anaona unaichunga vizuri, 10 milioni anaona anasema huyu hata kimpatia 20 hawezi hata acha kanisa. Unajua kuna watu wanacheka nani kiburi na pesa si yao. Haujaona madereva wa CEO. Mtu ni dereva wa CEO. Anamweka boss kwa kazi. Akimweka tu kwa kazi, boss anamwambia nenda town niuzie kitu hiki na hiki. Kabla afike town anatembea kwanza kwa mabesti. Kawa West Umoja. Hello, akiwasalimia. Anaenda town boss. Kiburi kali si yake. Ili waone tiko ndani ya Range Rover, anatembea tu akisalimia, anapaki anaingia tu kwa nyumba, akuja tu maji. Kisha anauliza jirani, akitaka jirani, anauliza jirani unaenda? Anasema naenda town, kuja nikupe lift. Kisha unaingia, kisha jirani anakuuliza, hiki gari unakitembeza? Akasema, hivi ni vitu simple nimezoea hata V8, hata Range Rover na si yake. Kabla afike town alete hiyo kitu, bali boss akuye kumuuliza mbona umechelewa? Pana jamu mingi boss. Jamu. Si jamu. Kiburi ya kitu yenye si yako. Au jana hata watu wengine, pesa ya boss ambebia shika pesa, nenda weka kwa banki. Lakini hiyo pesa kwanza anaenda kwa mtu wa M-Pesa. Anaambia sasa weke hii pesa kwa simu. 500k. Naambia weka hivi vitu ndogo, mimi naweka hata milioni 5. Unasikia hiyo kiburi? Pesa si yake. Ipinde tu kwa M-Pesa yake, kwa simu yake, then iende kwa banki. Lakini hakikisha imeingia. Kisha aanze kuonesha tu watu, mimi jana nilituma 5 milioni kwa banki. 500 nimetuma. Hata wengine wafaga screenshot wanaweka kwa Facebook. Jana nimefanya transfer ya 500. Nimefanya nini? Pesa si yake, na mtu kiangalia ana hata 100 bob. Hana hata so moja, hata 500 ana. Lakini hata kiburi kwa sababu gani? Sio hiyo. Mungu watu kama hao hawezi akawainua zaidi. Hawezi akawapatia pesa zaidi, maana akiwapatia zitawaua. Kama unaweza kufa juu ya pesa si yako, ingekuwa yako si utakufa kabisa. So Mungu anajilinda ili usikufi, na wakati haijafika hakupatii pesa. Chudi kwa bishi kwanza kula miaka, labda ukitaka kuzeeka unakaribia kufa, unabaki mwaka mmoja huko. Kubaki mwaka mmoja ukufa mambili, ndio anza kupatia kaso moja 100,000, 200,000 hapo. Njoo na kama asikupatii mapema. Kama unaweza kuwa raha unatembea kitengena mzima, unajua kama niko na pesa kile si zako. Sasa ikikuwa ni zako, si utakuwa unagonga hata watu. Unatembea kwa barabara, mama mboga anapiga teke, anambia niambie ni ngapi nakulipa. Kuna watu kama hao. Kiburi ni hatari. Unatembea kwa bodu na urushia vumbi na gari. Kisha unamwambia unataka pesa ngapi ya kuosha? Kuosha ni ngapi pikipiki? 200, so mbili pikipiki ngapi unataka? Nenda muoshe. Na soda juu. Kiburi hiyo. Mungu anaangaliaga watu hivi, anasema huyu mtu yeye siwezi mpatia kitu. Siwezi mpatia, lakini Mungu akupatie neema ya kujua kuchunga vitu za wengine. Ili pia Mungu angalie capacity uko nayo ya utachunga vitu zako. Nataka kuona watu Mungu anawabariki. Nilisema sisi tuko Wakristo wenye tunaamini Mungu kutembea katika haki na utakatifu, na tunaamini Roho Mtakatifu. Pia Wakristo ambao tutakuwa na pesa, tutakuwa matajiri, tutajenga manyumba na maploti. Pia neema ishuke kwako. Neema ya kuwa na vitu, neema ya kuendelea, neema ya kupenya, neema ya kuongoka ili usaidie wengine. Makofi na vigelegele kwa Bwana. Simama kwa miguu yako.